Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba anataka mwisho wa kweli wa makabiliano kati ya Iran na Israel, na wala sio tu kusitishwa kwa vita wakati ambapo pande zote zinaendelea kushambuliana. Huyu hapa Trump akiwasili jijini Washington DC saa chache tu zilizopita baada ya kukatiza safari yake kuhudhuria mkutano wa mataifa ya G7 nchini Canada. Akizungumza na waandishi wa habari kwenye ndege rasmi ya rais ya Air Force One, Trump ameeleza ni kwa nini Iran ingepaswa kutia saini makubaliano na Marekani kuhusiana na mpango wake wa nyuklia na kuwa kwa sasa hana hamu tena ya kufanya mazungumzo. Hebu tumsikilize. Sikusema kwamba nataka mapigano yasitishwe. Hilo lilikuwa pendekezo la Emmanuel Macron. Ni mtu mzuri, lakini wakati mwingi huwa haelewi mambo vyema. Tunataka kitu kizuri kuliko kusitishwa kwa vita. Kumbuka kwamba Iran haipaswi kuwa na silaha ya kinyuklia. Ni rahisi sana. Haiwezekani kabisa kwa wao kumiliki silaha ya kinyuklia. Wakati huo Israel inasema kwamba imemuua afisa mkuu mwingine katika jeshi la Iran aliyetambuliwa kama Ali Shadmani kwenye shambulizi lililolenga eneo la katikati mwa mji mkuu Tehran. Afisa huyo alipandishwa madaraka wiki jana baada ya Israel kumuua mtangulizi wake. Wakazi wa mji wa Tehran wamekuwa wakiondoka kwa wingi kwa kuhofia mashambulizi zaidi. Tazama foleni kubwa hizo katika barabara usiku wa jana katika mji mkuu Tehran. Mapema leo asubuhi kumeshuhudiwa foleni ndefu kwenye vituo vya mafuta ya petroli. Iran ilirusha makombora kwa awamu mbili kujibia mashambulizi ya Israel mapema leo asubuhi, hali ambayo imeilazimu serikali ya Israel kutoa tahadhari kwa raia wake kupitia milio ya ving'ora kwenye maeneo kadhaa ya katikati na kaskazini mwa nchi hiyo. Makombora mengi yalidhibitiwa na mfumo wa ulinzi wa angani wa Israel, lakini baadhi yalifanikiwa kupenya na kuingia Israel. Picha hizi zilipigwa muda mfupi tu baada ya shambulizi hilo, moshi ukionekana kufuka katikati mwa jiji la Tel Aviv. Huduma za dharura nchini Israel zimesema kwamba watu 5 walijeruhiwa. Mwandishi wetu katika eneo la Mashariki ya Kati, Hugo Bachega, yupo Jerusalem. Hakuna ishara kwamba mapigano yatasitishwa au kutakuwa na hatua za kutatua mzozo huu kidiplomasia. Na ishara zinazojitokeza kwa mamlaka ya Israel ni kwamba operesheni hii ni ya muda. Iran inaendelea kujibu mashambulizi na kurusha makombora upande wa Israel. Ila nahisi kwamba mashambulizi ya hivi leo yamekuwa makali na inaashiria athari na uzito wa kampeni ya Israel kwa jeshi la Iran na uwezo wa jeshi la Iran kuendeleza makabiliano ya kujibu Israel. Lakini waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kwamba amefanikiwa kuharibu asilimia kubwa ya mfumo wa kinyuklia wa Iran na vile makombora yake ya kibalistiki. Ila jeshi la Israeli linahitaji muda zaidi kukamilisha kazi. Israeli forces needed more time. Katika mkutano wa G7 nchini Canada kabla ya Rais Trump kuondoka, viongozi wanaohudhuria walitoa taarifa ya kuunga mkono hatua ya Israel kujilinda na kuitaja Iran kama chanzo kikuu cha ukosefu wa usalama na mfadhili wa ugaidi katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Mwandishi wetu James Landell ana maelezo zaidi katika taarifa inayowasilishwa na David Inkia. Hawa ni viongozi wa baadhi ya nchi zenye nguvu zaidi kiuchumi katika eneo la magharibi mwa dunia, wote kwa sasa wakiandamana kwa pamoja, angalau kwa sasa. Baada ya muonekano huu wa umoja kati ya mataifa ya G7, mmoja wao angeondoka mapema. Unadhani ni yupi? Lazima nirudi haraka iwezekanavyo, na inafaa kula chakula cha jioni na viongozi hawa wenye tija. Kisha nitapanda ndege kwa kuwa ni lazima nirudi mapema. Ikulu ya White House inasema Trump alilazimika kurejea Washington kwa sababu ya kile kinachoendelea Mashariki ya Kati bila kutoa maelezo zaidi. Natamani ningebaki hadi kesho, lakini wanaelewa haya ni mambo makubwa. Wakati mapigano makali kati ya Israel na Iran yakiendelea, Trump amedai Iran inashindwa katika vita hivyo na alitaka kufanya makubaliano. Lakini kwenye mitandao ya kijamii alitangaza pia kwamba Iran haiwezi kuwa na silaha ya nyuklia, sambamba na kuwataka watu wote waondoke Tehran mara moja. Maneno hayo yalisababisha msisimko na mazungumzo yaliangazia uvumi kwamba majeshi ya Marekani huenda yakajiunga na operesheni ya Israel dhidi ya Iran. Hilo lilikanushwa vikali na maafisa kutoka ikulu ya White House sambamba na Pentagon, wote wakisisitiza Marekani itadumisha nafasi yake ya kujikinga. Viongozi wengine wa dunia walifika Canada na kufahamu kwamba fursa waliokuwa nayo ya kukutana na Trump haipo tena, ikiwa ni pigo haswa kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akiwa Austria kuelekea kwenye mkutano huo. Alikuwa na matumaini ya kuishawishi Marekani kuweka shinikizo zaidi kwa Urusi. Nadhani sote tunapaswa kufanya bidii kuhakikisha muungano kati ya Marekani na Ulaya hausambaratiki. Kwa sasa hiyo ni mikakati inayoendelea kupangwa.
Viongozi hawa leo wanakutana kukubaliana vikwazo vipya vya Urusi na labda bei ya chini ya mafuta yake. Lakini bila bwana huyu kuhusika katika mazungumzo haya, huenda ikawalazimu kufikiria mpango mbadala. Mwishoni mwa juma, Israel ilianzisha mashambulizi katika maeneo mbalimbali nchini Iran, ukiwemo mji mkuu Tehran, huku Iran nao wakijibu mashambulizi hayo. Piga ni kupiga hiyo inaendelea hadi sasa. Sababu kubwa iliyotolewa na Israel ni kuwa Iran ipo karibu sana kutengeneza silaha za nyuklia. Sasa kwa nini Israel, Marekani na mataifa ya magharibi yanaizuia sana Iran kuendeleza mpango wake wa nyuklia? Huyu hapa Munira Hussein. Kwa nini Iran inazuiwa kuwa na nguvu za nyuklia? Huenda ukawa umejiuliza swali hili. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. Iran imekuwa na mpango wa tafiti za nyuklia kwa zaidi ya miaka 50 sasa, na mara zote inasema kwamba mpango wake wa nyuklia ni kwa matumizi ya kiraia pekee. Inasisitiza kuwa haijajaribu kutengeneza silaha za nyuklia. Lakini mataifa makubwa pamoja na shirika la kimataifa la kudhibiti silaha za nyuklia, yani AIEA, hawajaridhishwa na kauli hiyo. Mashaka kuhusu nia ya Iran yalianza pale nchi hiyo ilipogundulika kuwa na vituo vya siri vya nyuklia mwaka 2002. Hii ilikuwa kinyume na makubaliano ya mkataba wa kuzuia utengenezaji wa nyuklia, yani NPT, ambao Iran na pamoja karibu nchi zote kubwa imesaini mkataba huo. NPT inaruhusu nchi kutumia teknolojia ya nyuklia kwa madhumuni yasiyo ya kijeshi kama vile tiba, kilimo na nishati, lakini hairuhusu nchi yoyote kutengeneza silaha za nyuklia. Kwa upande wa Israel, ambayo haijasaini mkataba wa NPT, haikubali wala kukataa kuwa na silaha za nyuklia. Nchi nyingine zenye uwezo wa silaha za nyuklia duniani ni pamoja na Marekani, China, Urusi, Korea Kaskazini, India na Pakistan. Sasa kwa nini mataifa makubwa hasa Marekani na Israel hawataki Iran iendelee na mpango wake wa nyuklia? Wataalamu wengi wa sera za kigeni wanaonya kwamba Iran yenye silaha za nyuklia itakuwa tishio kubwa kwa Israel na pia changamoto kubwa kwa maslahi ya Marekani na washirika wake wa Mashariki ya Kati. Baadhi ya wachambuzi wa kikanda wanahofu kwamba Iran yenye silaha za nyuklia inaweza kupata ujasiri zaidi wa kuendeleza sera za kigeni ama za kichokozi, si tu katika eneo hilo, bali pia ushirika wake unaokuwa kwa kasi wa kijeshi na kiuchumi na mahasimu wa Marekani kama China na Urusi. Hivi karibuni Iran imepatia Urusi mifumo mbalimbali ya silaha ikiwemo droni na makombora ili kusaidia majeshi ya Urusi yanayopambana nchini Ukraine. Kuna hofu pia upatikanaji wa silaha hizi kwa Iran unaweza kuchochea mataifa mengine ya kikanda kama Saudi Arabia kuanza kufuatilia mchakato huo, jambo ambalo linaweza kusababisha mashindano hatari ya silaha za nyuklia. Mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Gross alionya baada ya ripoti ya Mei kuhusu kuongezeka kwa kiwango cha uboreshaji wa urani nchini Iran kwamba shambulio lolote la Israel linaweza kuongeza dhamira ya Iran ya kutengeneza silaha za nyuklia au kujiondoa kabisa katika mkataba wa kuzuia na kusambaza kwa silaha za nyuklia, yani NPT. Maafisa wa Marekani wanasema kuwa Washington itaitaka Tehran kuvunja kabisa mpango wake wa nyuklia na si tu kukubali vizuizi dhidi ya uwezo wa kutengeneza silaha kama ilivyokuwa mwaka 2015. Hata hivyo, wataalamu wengi wa nyuklia wanasema Iran haitakubali mpango wa aina hiyo kwa urahisi, hasa kwa kuwa mpango wa nyuklia ni moja ya silaha chache za kisiasa zilizobaki baada ya washirika wake wengi wa kivita, yani proxies, kudhoofishwa. Vurugu zimeshuhudiwa katika baadhi ya maeneo ya jiji la Nairobi nchini Kenya wakati wa maandamano ya kudai haki dhidi ya mauaji aliyekuwa mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang aliyefariki akiwa kizuizini. Maandamano yalianza mchana kabla ya kugeuka na kuwa makabiliano makali baina ya makundi mbalimbali, huku polisi wakifyatua mabomu ya kutoa machozi. Video moja iliyonaswa na wanahabari imeonyesha polisi wakimpiga risasi mtu mmoja ambaye hakuwa amejihami na anayeaminika kuwa mchuuzi. Biashara nyingi katikati mwa jiji la Nairobi zilifungwa huku watu wachache wakijitokeza. Maandamano pia yameshuhudiwa katika miji ya Mombasa, Kilifi na Kwale katika pwani ya Kenya. Mwandishi wa BBC Anthony Irungu alizunguka mitaa ya Nairobi na ametutumia taarifa ifuatayo. Niko katikati mwa jiji la Nairobi ambapo maandamano yanazidi kuendelea, na kama unavyo pale kuna mtu ambaye wanasema kwamba amepigwa risasi na maafisa wa polisi, na kwa sasa kuna gari la shirika la Msalaba Mwekundu ambalo linaendelea kumpa matibabu na kumuondoa, na unaona kwamba kuna waandamanaji wengi ambao pia na ukiangalia upande wangu
hapa kuna maafisa wa polisi ambao wamekuwa wakirusha vitoa machozi na kuwarushia wale waandamanaji walio katika upande ule mwingine. Na haya maandamano yamekuwa tofauti sana, kwa sababu sio kama yale ambayo yamekuwa yakiendelea hapa. Kuna pande tofauti, kuna wale ambao wamekuja kuandamana na pia kuna wale ambao inadaiwa kwamba wamelipwa na wanasiasa, baadhi ya wanasiasa hapa katika kaunti ya Nairobi kuhakikisha kwamba wamesambaratisha maandamano. Mkikuza Nairobi mmekuza Kenya. Sasa vijana wenye wanataka kuandamana, waandamani kwa amani au wanataka kudestroy. Sisi kama vijana tutapata wapi unga mkiharibu kesho? Lazima unga yetu tulinde. Hao vijana wanaibia watu, wanaibia mama zetu, wanaibia dada zetu, eti wanaweka security. Of which it is wrong. Kini cha maandamano haya ni kwa sababu ya kifo cha Albert Ojwang ambaye aliweza kuaga dunia mikononi mwa polisi ama akiwa katika kituo cha polisi, na ikasemekana kwamba naibu mkuu wa polisi ndiye ambaye aliweza kupeleka kesi kotini ama kupeleka mashtaka, na baadaye Ojwang akaweza kutiwa mbaroni, na wengi wanasema kwamba ni lazima naibu mkuu wa polisi aweze kujiuzulu. Kuna mtu alikuwa anauza barakoa amepigwa risasi sasa hivi bila sababu yoyote. Wanatumia risasi na pia zile za raba, wala hakuja kuwa na uporaji wowote leo. Walisema watakodi wahuni na wamelifanya hili. Hatuwezi kunyamaza kwa jambo kama hili likitokea. Sasa tutakuwa kama majirani zetu wa Tanzania, ambapo ni kawaida tu kwa mambo kama haya kufanyika. Nikiripotia BBC kutoka hapa jijini Nairobi, mimi ni Anthony Irungu. Idara ya polisi imesema kwamba afisa wa polisi aliyemfatulia risasi raia ambaye hakuwa na silaha katikati mwa Nairobi amekamatwa kwa nia ya kufikishwa mahakamani. Hata hivyo, jina lake bado halijatolewa. Kuhusu wahuni walioonekana kwenye maandamano wakiwa na vifaa butu, polisi wamesema, na hapa ninanukuu, watu hao watashughulikiwa vilivyo kulingana na sheria. Uchunguzi umeanzishwa kwa nia ya kutambua na kushughulikia wahalifu hao. Mwisho wa nukuu. Kwingineko, shirika la haki za kibinadamu la serikali KNCHR limesema kwamba watu 22 wamejeruhiwa katika maeneo tofauti ya nchi katika maandamano ya leo. Shirika hilo limekashifu polisi kwa jinsi walivyokabiliana na waandamanaji, likisema wengi walikiuka sheria ya kutojitambulisha kwa kuvaa barakoa na kuficha nambari zao za usajili wa magari.